Mtazamaji, huenda kinara wa Azimio la Umoja akaweza kujiuzulu kutoka kwa siasa baada ya taarifa hii kuweza kutokea. Karibu, hapa ni Tani Digital. Iwapo ni mara yako ya kwanza mtazamaji, subscribe. Fahamu kwamba mpenzi mtazamaji, kumekuwa na msukosuko wa kisiasa kati ya Rais William Ruto na upande wa upinzani. Na mtazamaji, ninaposema upande wa upinzani namaanisha bwana naibu wa rais aliyebanduliwa ambaye ni Rigathi Gachagua. Siku baada ya nyingine, Gachagua anazidi kupata umaarufu. Gachagua anazidi kupasha moto kampeni zake mwaka wa 2027. Naye kiongozi wa taifa ambaye ni Rais William Ruto aliamua kuungana na kinara wa Azimio la Umoja ambaye mtazamaji ndiye aliyekuwa kinara mkuu wa upinzani ili kuweza kutengeneza serikali panda. Na mtazamaji, jambo hili huenda likamwathiri kabisa bwana Raila Odinga. Na mtazamaji, kabla ni kufafanulie ni kwa njia zipi ambazo urafiki wake Rais William Ruto utaweza kukandamiza safari ya Raila Odinga mwaka 2027. Iwapo ni mara yako ya kwanza mpenzi mtazamaji, weza kuungana nasi kwa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Cha pili, weza kutupatia like, na mtazamaji, iwapo una maoni yoyote weka kwenye comment section. Mpenzi mtazamaji, Wakenya waliweza kuonyesha makasiriko baada ya bwana Raila Odinga kuweza kutangaza msimamo wake wa kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza. Kama kawaida, Raila Odinga alikuwa kinara wa upinzani. Raila Odinga aliweza kuwatetea Wakenya kwa maslahi ambayo yalikuwa ni ya maana kabisa. Mwaka uliopita, Raila Odinga alijumuika na vijana ili kuweza kupinga serikali ya Rais William Ruto pamoja na maovu ambayo yalikuwa yanaendelea serikalini. Lakini mtazamaji, Rais William Ruto kwa njia moja ama nyingine na kwa manifesto yake aliweza kusema kwamba ana mipango ya kuweza kumjengea Raila Odinga afisi kama kinara wa upinzani. Hatua hiyo iliweza kupingwa na wabunge wakisema kwamba kumjengea ofisi kinara wa upinzani itaweza kufifisha mfumo wa kiserikali. Jambo ambalo mtazamaji liliweza kutupiliwa mbali. Kanisa likaweza kuingilia kati na kuweza kupinga uongozi wa Rais William Ruto kupitia kwa kongamano la maaskofu. Na mtazamaji, baada ya hayo bado bwana Raila Odinga aliweza kujiunga na serikali na kuambia Wakenya waweze kufuta tofauti zake, na hivyo basi wafahamu kwamba yeye ameweza kujiunga na serikali. Mwaka wa 2027, swali ni je, Raila Odinga bado atakuwa kwenye kinyang'anyiro? Na mtazamaji, swali ambalo wengi wanajiuliza, iwapo atakuwa katika kinyang'anyiro hicho, je, atakuwa kati ya wale watu ambao mtazamaji hawataweza kupigiwa kura? Na mtazamaji, ni sababu zipi ambazo zinafanya Wakenya kuweza kumkataa Raila Odinga? Number 1, Raila Odinga alikuwa kiongozi mtazamaji ambaye aliweza kutegemewa na Wakenya ili kuweza kuwasilisha hoja za Wakenya kwa serikali kuu. Na mtazamaji, baada ya Raila kuweza kuingia katika serikali, vijana wengi wamekuwa wakipitia hali ngumu. Na mtazamaji, maovu yanayoendelea serikalini hakuna mtu ambaye anawasilisha mbele ya serikali. Wakati mtazamaji finance bill iliweza kusomwa ya mwaka 2024, Raila Odinga alikuwa mstari wa mbele ili kuipinga. Lakini mtazamaji, kwa sasa hivi finance bill ya mwaka 2025 huenda ikapenyeza, na mtazamaji ni kwa sababu Raila Odinga yupo ndani ya serikali na hivyo basi hana wakati wa kuweza kuwatetea Wakenya. Miaka inaendelea kusonga na mtazamaji, Raila Odinga anaendelea kuzeeka bado. Hivyo basi mtazamaji, ifikapo mwaka 2027 huenda miaka yake haitomruhusu kuweza kuingia katika kinyang'anyiro cha urais, na
high chances mtazamaji ni kwamba atakuwa chini ya Rais William Ruto. Kura za Luo Nation, kura za Nyanza zimekuwa 98% zimekuwa zikienda kwa Bwana Raila Odinga katika azma yake ya urais ama katika safari yake ya urais. Kura nyingi kutoka Nyanza alikuwa anapewa. Na mtazamaji, njia mojawapo ambao Rais William Ruto aliweza kutumia ili kuweza kupata kura za mwaka 2027 ni kuweza kumchukua Raila Odinga na kumuingiza serikalini. Wengi waliweza kupinga uhusiano huo, kusema kwamba utaweza kufifisha mfumo wa kiserikali, lakini mtazamaji, yakimwagika hayazoleki. Na mtazamaji, iwapo Raila Odinga ataweza kujitosa katika kinyang'anyiro, hakuna kura ataweza kupata. Kenyans had high hopes in Raila Odinga, lakini mtazamaji, aliweza kujichongea baada ya yeye kuweza kutangaza kwamba amejiunga na serikali kuu. Fahamu kwamba mtazamaji, ni kinaya, mtu ambaye aliweza kuwasilisha kesi kotini akisema kwamba ameibiwa kura, tena ameacha maneno ya kuweza kusema kwamba serikali hii ni ya watu waovu, serikali hii ni ya wezi, na mtazamaji, ameingia katika serikali ambayo alikuwa ameishtaki. Ni jambo la kushangaza sana. Na mtazamaji, Wakenya wana hasira nyingi zaidi kwa kiongozi huyu Raila Odinga, na hivyo basi mtazamaji, huenda safari yake ya kisiasa ikakatizwa. Fahamu kwamba Bwana Raila Odinga aliweza kusaidiwa ili aweze kufanya kampeni za kiti cha Umoja wa Afrika AUC, na hivyo basi mtazamaji, akaweza kufeli na Mahmoud Ali wa nchi ya Ethiopia akaweza kukichukua kiti hicho. Na mtazamaji, baada ya Wakenya kusema kwamba Raila Odinga ameweza kufeli kama mgombea wa urais, Raila Odinga ameweza kufeli kama mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Hivyo basi mtazamaji, ni kumaanisha kwamba Raila Odinga awache siasa, arudi nyumbani. Jambo ambalo mtazamaji linaonekana likitendeka. Na mtazamaji, yeye kuweza kujiunga na serikali, bado Wakenya hawajaweza kung'amua ukweli wa maneno. Je, yupo hapo ili kuweza kupata mambo fulani? Yupo hapo ili kuweza kuchunguza mambo fulani? Ama yupo hapo ili kuweza kumpa msaada wa kisiasa Rais William Ruto? Ni jambo ambalo mtazamaji, hakuna anayelifahamu. Lakini ukweli ni kwamba Raila Odinga, iwapo ataweza kujitosa katika kinyang'anyiro cha urais mwaka wa 2027, hakuna kura hata moja ataweza kupata, ama kama atapata zitakuwa asilimia kidogo kabisa. Kwani mtazamaji, Wakenya wamekuwa wakipinga uovu wa serikali ya Rais William Ruto, na Bwana Raila Odinga, baada ya mambo yote kuweza kutendeka na bado amepatikana kwamba amejiunga na Rais William Ruto, ni jambo ambalo Wakenya bado hawajaamini kama ni kweli. Fahamu kwamba wamekuwa wakionekana na Rais William Ruto kila mahali anapoenda. Cha kustajabisha, ameonekana akiweza kulaunch baadhi ya miradi ya serikali, jambo ambalo mtazamaji, Wakenya wamesema hawamtaki tena Raila Odinga, na hivyo basi aweze kujiuzulu. Fahamu kwamba hapa ni Tani Digital, tunakupa uchanganuzi wa kina mtazamaji, masuala ya kisiasa na masuala yanayojiri nchini ama yanayotokea. Cha muhimu, uweza kuchukua sekunde yako moja na uweze kuungana nasi kwa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe. Uwe na wakati mwema mtazamaji.